Saa inakuja utapewa hesabu ya kila gharama iliyotolewa kwa ajili yako. Saa inakuja ya Jehova kujilipiza kisasi. Saa inakuja ya Mungu kujilipiza kisasi. Ipo leo, cheka leo, chukulia tafsiri unavyotafsiri. Iko siku gharama hizi zitatoka kwenye mikono yako. Haleluya, mtu wa Mungu, nakujia tena katika jina la Yesu Kristo ali hai, na kwamba nia na lengo ni lile lile, ya kwamba njia zako zote, kunena kwako na maisha yako yote yamrudie baba yako ambaye ni Yesu Kristo aliyekufa. Kwamba lengo na nia la Yesu kuja duniani ni ya kwamba wapate wanadamu. Aliwaomba ili waitunze dunia. Baada ya kuendelea, wanadamu wakaanza kugeuka kwenda tofauti na Mungu. Mungu akakasirika sana, lakini sababu ni yeye alituumba, akaamua mtume Yesu Kristo duniani ili ya kwamba aje wakomboe duniani wanadamu, waje wapate nguvu za kwenda kuishinda dhambi. Maana Yesu Kristo alipokuja duniani, mambo yote aliyakuta. Alikuta nyumba, alikuta mali, alikuta watu wanaoa na kuolewa, alikuta watu wanajenga nyumba, magorofa, wanajenga nyumba za kawaida, wana magari. Lakini lengo na nia ya Yesu Kristo kuja duniani ni hali ya kwamba wote wakamjua Yesu Kristo, wakamjue Mungu ya kwamba ndiye baba yao. Wakamjua kwamba Mungu kweli anaweza mambo yote. Haleluya. Kwamba nia na lengo lake ni hilo, kwamba wote wamjue Mungu. Na kusoma kitabu cha Yohana mlango wa 3 na ule mstari wa 16. Nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ujenaelezea tena kitabu Yohana 17:3. Yohana 17:3. Sema, na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ya kwamba wakujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Ya kwamba watapata ule uzima wa milele baada ya kumjua Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Yesu Kristo utamjuaje? Ni kuacha zile njia zako za uovu, njia za dhambi. Na ninapoongelea kuhusu dhambi, naongelea dhambi uishinde. Na napoongelea kuishinda dhambi, si kwamba dhambi utaishinda kwa kujikaza. Ukishinda dhambi kwa kujikaza utaumia ndugu. Dhambi tunaishinda kwa ile nguvu ya msalaba. Wala dhambi hatuishindi kwa zile salamu za salamu Petro, salamu Maria, hamna. Dhambi tunaishinda kwa ile kazi ya msalaba Yesu Kristo ali hai. Kwamba dhambi unaishinda kujikabidhi kwa maombi mengi, ibada nyingi, mifungo mingi na mikesha. Kwamba hapo ndipo unapata nguvu ya Mungu inatembea na wewe ndani yako. Kama katika nguvu hiyo ya Mungu ndio inakusaidia wewe ukazishinda zile hila za shetani na ile mitego na dhambi zote za shetani anazoziweka mbele. Na hilo ndilo lengo kuu la Yesu kuja duniani. Si kwamba alikuja duniani ili aje awatabilie watu wa chumba kama hizo watu walivyoharibika. Kwa maana kanisani wakatabiliwa chumba na mali na magari na kuangalia watu kwenye seitimila. Mnaibiwa tu. Lengo la Yesu kuja duniani akupe nguvu ishinde dhambi. Akupe nguvu ishinde dhambi. Tofauti na hapo hamna lengo lingine la Yesu kuja duniani. Alikuja duniani ili ya kwamba awape uhuru nyie juu ya dhambi. Akishakupa uhuru juu ya dhambi, ya kwamba ukawe mshindi juu ya dhambi. Hilo ndilo lengo kuu la Yesu Kristo kuja duniani. Kwamba akupe nguvu ya kuishinda dhambi na kukaa juu ya dhambi. Ili ya kwamba wewe usitawaliwe na dhambi. Dhambi iweke chini. Dhambi uishinde. Shetani umweke chini. Utamkija shetani chini. Sio kwa kujikaza au kwa baba yako kuwa mkali. Kitendo cha baba kuwa mkali hakukupi 100% kuishinda dhambi. Kwa baba yako akiwa ni mkali unakuwa na 100% kuishinda dhambi. Hapana. Dhambi unaishinda kwa ile nguvu ya msalaba, nguvu ya Yesu Kristo iliyopo ndani yako. Hilo ndilo lengo na nia kuu ya kwenda kuishinda dhambi. Na nje ya Yesu Kristo hakuna namna yoyote utakayoifanya. Hata ujifungie ndani, utafanya kila njia unayojua wewe. Nje na Yesu Kristo kwa maombi na ibada, dhambi itakuangaisha sana. Utaona kisketi tu kimepita mbele, macho tayari yako juu juu. Utaona tu mwanaume mpita mbele, tayari macho juu juu. Umeona tu nyumba ya mtu umeshaitamani. Yaani dhambi, umeona dokido cha mtu umeshaiba. Hilo ndo lengo la Kristo kuja duniani, ili ya kwamba kufanya mbabe juu ya dhambi. Na kwa ibada hizi watu tumekuwa babe juu ya dhambi. Dhambi tumeiweka chini, dhambi tunaikalia. Dhambi iko chini, na hilo ndilo lengo kuu la Kristo kuja, ili ya kwamba atupe nguvu ya kuishinda dhambi. Atupe nguvu ya kuitawala miili yetu. Sio kwamba kusoma kile kitabu cha Galatia 5:16, Galatia 5:16.
Galatia 5:16. Galatia 5:16 anasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hazitatimia kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho, na roho hushindana na mwili, maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Sema muende kwa Roho ili ya kwamba mkaushinde mwili. Kushinda mwili uweze kushinda mwili kwa kujikaza, kwa kutumia mwili huo ushinde tena mwili. Na ushinda mwili katika hali ya roho. Katika hali ya roho tunaushindeje mwili? Kwa kumkabidhi Yesu maisha. Na kwamba atakaye yeye ndio kiongozi, akawe yeye ndio operator, yeye ndio stabilizer, yeye ndio controller. Akaongoze kila kitu, mfumo yote afahamu. Mfumo yote ya mawazo, mfumo yote ya kunena, kuongea, kuwaza na kufikiri. Kwamba Yesu Kristo ndiye kuongoza. Kwamba watu naenda siku nyingi, uzima huko wa kutosha, neema inasoma ya kutosha, mawazo masafi, hamna tena tamaa ya zamani. Tamaa ya zamani ishakufa. Yesu Kristo anasema, mtakunywa maji yangu nanyi mtasikia kiu kamwe. Akasema yeye ndio maji ya uzima. Kinywa yeye maji hayo hatutasikia kiu kamwe. Anachoongelea pale ni kiu ya dhambi, kwamba hutaisikia tena kamwe. Na ni kweli kimethibitika. Kwamba hata kwa mwaka huu toka nimeanza kukoka, kwa maana ukaenda kumuuliza binti yule, hata kumtolea mfano kama nikamwambia nampenda, hamna. Matusi hadi nishasahau nilitukana lini. Nilikuwa mwenyewe uso wangu unapoona hata mwingine anajiogopa kujitazama. Lakini sasa Kristo amenibadilisha katika hali ya juu. Ndio maana nimeona nisibaki nao peke yangu, ya kwamba nawe neema hii ukaipate. Ya kwamba hao mawazo magumu ambayo unafikiria kwamba hayawezekani ni mambo ambayo yanawezekana. Ni mambo ambayo kiwepesi kabisa yanawezekana. Na maana unaongelea kushinda dhambi. Unaongelea kushinda dhambi kwa wepesi na urahisi. Ndio lengo kuu nalokuambia sasa hivi. Na kwamba unapoongelea ushinde dhambi, kwamba ushinde dhambi katika njia nyepesi. Yaani kwa urahisi, kwa wepesi, sio kwa kujikaza. Sio kwa kujifungia ndani. Nje unazunguka lakini dhambi unaiweka chini. Nje unatembea afu dhambi unaiweka chini. Mtu akipita yukoje, umbo lake likoje, namba 8, namba 1, namba 2 na six pack sijui na kifua kikubwa. Hamna, hautamani. Hilo ndilo lengo kuu la Kristo, ya kwamba wewe uje uitawale dunia. Uje vitawale vyote duniani na mwili wako utawale. Maana usipokuwa na Yesu mwili wako huwezi kuutawala. Na kitabu cha Galatia 4:15 akasema, basi nendeni katika roho, msiende tena katika hali ya mwili. Maana kushinda tamaa za mwili ni kazi. Maana kwa mimi nenda katika roho. Katika roho utaendeneje? Sio kwa kuimba kwaya. Sio kwa kujiunga na kanisa, hamna. Ni kwa mkabidhi Yesu maisha kweli kweli. Kwa kuwa mcha Mungu. Kwa kuwa mtu wa Mungu ambaye utazishika sheria za Mungu zote na kuzifuata sheria za Mungu zote. Hapo hakika utakuwa mtu wa Mungu. Ukishakuwa mtu wa Mungu na nguvu ya kushinda dhambi itakuwepo ndani yako. Neema Yesu Kristo yupo ndani yako. Sasa Mungu akakusaidia ukaenda kushinda dhambi. Hakika mkabidhi Yesu maisha. Ipo siku inakuja neema hii utaikumbuka. Hapo kama utapiga kelele kama wale kipindi cha Noa, kwamba walipiga kelele wakisema kwamba Noa tufungulie mlango na sisi tuingie. Lakini wakati Noa anajenga safina, wao walikuwa pembeni wanakunywa pombe. Walikuwa pembeni wanamziaki Noa kwamba wewe unajenga safina saizi hata bahari huko hamna. Wajenga safina nchi kavu. Wajenga meli nchi kavu. Unaenda utaitembesha wapi meli yako? Utaitembesha wapi safina yako? Kwamba hiyo gharika wanakuja hizo mwaka wa 30. Hiyo mvua unayosemaga haijagi tu. Kafika mwaka wa 40 ambao Yesu alisema, ambao Mungu alisema kwamba Mungu ndio mvua itanyesha. Huo mwaka watu walilia, wakapiga kelele, Noa, tufungulie mlango na sisi tuingie. Saa inakuja mtu wa Mungu. Usiseme nimaliza kwanza kusoma. Usiseme nimaliza kwanza kujenga au niolewe kwanza au nifanye mambo yangu kwanza niweke mambo vizuri. Hakika mkabidhi Yesu maisha kabla zile siku mbaya zijaje. Siku ambazo utalia, utakosa msaada, neema itakuwa imeshafungwa. Haleluya. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nami. Iwe pamoja nawe, iwe pamoja nami. Hakika Bwana akupe nguvu ya kwenda kuishinda dhambi. Hakika mkabidhi Yesu maisha. Amen.